Mwezi Machi mwaka 2018, ufichuaji uliofanywa na mwanafunzi Mkanada nchini Uingereza uliushangaza ulimwengu. Christopher Wylie, mchambuzi wa data na mtafiti wa sayansi ya tabia, aliketi mbele ya kamera na kusema, It was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country, the psychology of an entire country without their consent or awareness. And not only are you playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process. Sentensi hii ilikuwa kama kufyatua risasi katika mazingira ya kimya. Katika kipindi cha chini ya wiki moja, jina la kampuni isiyojulikana ya Cambridge Analytica ilikuwa kwenye vichwa vya vyombo vyote vya habari. New details are emerging about how the shadowy data firm Cambridge Analytica worked to manipulate voters across the globe. So on March 16th, the New York Times and The Guardian reported that a data mining firm named Cambridge Analytica, which had worked on Donald Trump's presidential campaign, had improperly obtained access to more than 50 million user profiles. And bestriding this vast digital frontier is Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Ili kuelewa hasa kile ambacho Wylie alikuwa amefichua, tunapaswa kurudi nyuma miaka michache ambapo mashine hii ya uhandisi wa maoni ya umma ya kimataifa ilipotengenezwa. Mwanzo wa mchakato huu ambao baadaye uliishia kwenye mradi wa Cambridge Analytica ulikuwa hatua ya Nigel Oakes ya kuanzisha kampuni inayoitwa Taasisi ya Mabadiliko ya Tabia BDI mwanzoni mwa miaka ya 1990. Kampuni hiyo baadaye ilibadilika na kuwa Strategic Communication Laboratories SCL katikati ya miaka ya 90 baada ya kubadilishwa muundo wake na kuajiriwa wafanyakazi wa operesheni za kisaikolojia wa jeshi la Uingereza. Kampuni hiyo ilikuwa ya kwanza binafsi kutoa huduma za vita vya kisaikolojia kwa jeshi. Kampuni hiyo iliamini kwamba operesheni za kisaikolojia zinaweza kufupisha mapigano. Nigel Oakes alisema, wakati mwingine kushambulia kundi la watu wengine ukijua utawashinda huimarisha au hujenga mshikamano na umoja ndani ya kundi lako. Jukumu la SCL lilikuwa kujifunza jinsi ya kudhibiti akili za watu kwa kutumia taarifa. Ili kuelewa nguvu ya uchambuzi wa hadhira lengwa, target audience analysis au TAA kwa kifupi, hebu tutumie maneno ya Oakes mwenyewe. Alisema katika mahojiano ya mwaka 2017 na Target kwamba tunatumia mbinu zile zile ambazo zilitumiwa na Aristotle na Hitler. Tunavutia hisia za watu ili tuweze kuzitumia katika kiwango cha utendaji. Christopher Wylie ambaye alijiunga na SCL mwaka 2013, awali alitaka kubuni mfumo wa kitabia wa kisayansi, lakini aligundua haraka kwamba alikuwa ameingia kwenye mtandao unaotumia data kama chombo cha kupata nguvu. Katika miaka hiyo watu wawili wapya na wenye ushawishi waliingia katika tasnia hii. Robert Mercer, bilionea Marekani, na Steve Bannon, mwanamkakati mwenye msimamo mikali ya mrengo wa kulia. Mercer alileta mtaji na Bannon akaja na ideolojia. What did Steve Bannon want? Steve wanted weapons for his culture war. That's what he wanted. And we offered him a way to accomplish what he wanted to do, which was change the culture of America. Mchakato huu ulihitaji programu ambazo zingekusanya taarifa kutoka kwa watu wa jamii lengwa. Hapa ndipo SCL ilipounda kampuni tanzu iliyopewa jina la Cambridge Analytica, na algoriti ile ile ambayo Wylie alikuwa amebuni ikawa kitovu na moyo wa kampuni hiyo. Baadaye kundi la watafiti lilibuni programu ambayo watumiaji walipima utu wao kwa mujibu wa maswali kadhaa rahisi, lakini mchezo huu usio na madhara kwa hakika ulikuwa lango la kuingia katika ulimwengu wa data za watu binafsi. Sophisticated operations of companies like Cambridge Analytica will also use 5-factor personality profiling on individuals and group those individuals and target them specifically. So it's to look for people who are vulnerable to certain types of messaging. Majaribio haya yalichambua watu binafsi kwa mujibu wa mfumo wa Ocean unaojulikana kama Big Five za shakhsia ya mtu. Yaani openness kwa maana ya uwazi na utayarifu wa kupata uzoefu mpya. Conscientiousness kwa maana ya nidhamu na umakini. Extraversion yaani kiwango cha uchangamano wa mtu. Agreeableness kwa maana ya ushirikiano na uelewano.
neuroticism, ambayo sifa ya mtu inahusishwa na hisia hasi, na data hizi zilijumuishwa na taarifa hasi za wapiga kura kwenye jukwaa hilo kama vile umri, jinsia, anwani na hata mwelekeo wa kisiasa, na kisha likatengenezwa faili la wasifu wa kila mtumiaji. Lakini katika miaka ya 2013 na 2015 kampuni ndogo ya huko Victoria nchini Canada inayoitwa Aggregate IQ iliingia katika uwanja huo. AIQ staff are listed under SCL Canada. So the internal documents of the company refer to this entity AIQ as SCL Canada. Nyaraka zilizogunduliwa na mtafiti wa usalama wa mtandao Chris Vickery zilionyesha kwamba wafanyakazi wa IEQ na SCL walikuwa na uwezo wa kuingia katika kanzidata za pamoja. Ndani ya kanzidata hizo kulifichwa mfumo uliokuwa na jina kabambe la Database of Truth. Ilikuwa benki ya data za mamia ya maelfu na pengine mamilioni ya wapiga kura wa Marekani zilizokusanywa kutoka vyanzo kama vile kamati ya kitaifa ya Republican na kampeni ya Ted Cruz. Mfumo huu haukukusanya taarifa za watu tu, bali pia ungeweza kutabiri mienendo yao ya kiuchaguzi na kushawishi hisia zao kupitia matangazo yaliyobinafsishwa kwenye Facebook. Nyaraka za Chris Vickery pia zilionyesha kwamba nywila zilizokuwa ndani ya server zilikuwa wazi. Mtu yeyote angeweza kuingia, kusoma data na kupata taarifa za maisha ya faragha ya mamilioni ya watu. Nyuma ya kauli mbiu za kampeni na matangazo ya kuvutia kulikuwa kumejitokeza ubongo wa kidijitali, mashine ambayo ingeweza kusoma na labda kuandika upya maoni ya umma. Ni mfumo ambao ulikusanya sio tu data za watumiaji bali pia data za marafiki zao. Kwa ujumla, zaidi ya wasifu milioni 87 ulikusanywa kutoka Facebook pekee. Kwa kuchanganya mambo haya na mienendo ya watumiaji kwenye mitandao ya kijamii, kuliundwa algoritmi ambayo ingeweza kumtambua mtu vizuri zaidi kuliko mfanyakazi mwenzake kwa laiki 10 tu, kumtambua vizuri zaidi kuliko wazazi wake kwa laiki 150 na kumjua vizuri zaidi kuliko mwenzi wake wa maisha kwa laiki 300. Wakati Cambridge Analytica ilipotumika katika uchaguzi wa rais wa Marekani, kila mpiga kura alipokea maudhui yaliyoundwa mahususi kwa ajili yake badala ya kutazama kampeni zilizokuwa zikitolewa kwa umma. Kama mtumiaji alikuwa na wasiwasi na mhafidhina, angeona tangazo kuhusu tishio la wahamiaji. Kama ni mtu aliyejali na kutilia maanani uhuru wa mtu binafsi, angeona ujumbe wa kampeni kuhusu haki ya kubeba silaha. Na ikiwa ni mama mwenye wasiwasi kuhusu mustakabali wa familia yake, angetumiwa video ya mtoto akitekwa nyara na kuvushwa mpakani kwa njia ya magendo. Mwaka huo huo, Uingereza ilifikia hatua nyingine ya kihistoria: kura ya maoni kuhusu kuondoka Umoja wa Ulaya au Brexit. Kampeni ya Leave EU pia ilitumia teknolojia hiyo hiyo. Hofu ya uhamiaji, kutoiamini Brussels na kauli mbiu ya chukua udhibiti tena, take back control, zilikuwa mihimili mitatu mikuu ya ujumbe wa kampeni hiyo. Matokeo yake yalikuwa na tofauti ndogo ya 3.8% tu ya kura, ambayo ilipelekea Uingereza kuondoka katika Umoja wa Ulaya. Lakini je, watu wa Uingereza na Marekani ndio wahanga na waathiriwa pekee wa teknolojia hiyo? Hapana. Nchini Kenya, ambapo kumbukumbu ya ghasia za kikabila za mwaka 2007 ilikuwa bado mbichi, kampeni ya uchaguzi ya Uhuru Kenyatta ya mwaka 2018 iliyotayarishwa kwa msaada wa SCL ilibuni mkakati uliotonesha majeraha hayo. Zilitengenezwa video ambazo zilirusha tena hewani picha za umwagaji damu na machafuko ya mitaani ya miaka iliyopita, zikiambatana na onyo la ndani kwa ndani linalosema ikiwa mpinzani atashinda, maafa haya yatakaririwa. Kulitolewa ujumbe wa wazi kwamba amani na utulivu vipo kwetu, vinginevyo ni kurudi kwenye jinamizi baya la zamani. Kampeni za aina hii huwa na taathira kubwa sana katika jamii zenye kumbukumbu za machafuko, kwa sababu hofu ya kukaririwa mgogoro hubadilika haraka na kuwa uamuzi katika uchaguzi. Kwa mujibu wa nyaraka zilizotolewa na wabunge wa Uingereza, Novemba mwaka 2013 ulisainiwa mkataba wa kazi kati ya Zack Massingham, mkurugenzi mtendaji wa Aggregate IQ, na Jeff Sylvester, afisa mkuu wa teknolojia na SCL, kwa ajili ya kufanyia kazi kampeni ya kisiasa huko Trinidad na Tobago. Kampeni Do So kidhahiri ilikuwa harakati ya vijana
iliyopinga siasa na iliyokuwa na mabango yenye rangi, hashtag za uhamasishaji na jumbe zilizosema siasa ni mchezo mchafu, hakuna mtu mwenye thamani ya kupiga kura. Hata hivyo, lengo la nyuma ya pazia la kampeni hii lilikuwa kupunguza ushiriki wa vijana wengi wa mijini katika zoezi la uchaguzi, ambao kulikuwepo uwezekano mkubwa kwamba wangepiga kura dhidi ya chama tawala. Huko Ukraine, uwanja wa vita vya propaganda za kidijitali kati ya Russia na wapinzani wa ndani na nje uligeuka na kuwa jukwaa la utumiaji wa mbinu hizi kwa wakati mmoja. Cambridge Analytica na makampuni mengine yalichukua jukumu la kutayarisha zana na vitendea kazi. Zilianzishwa akaunti bandia, kampeni za kusambaza habari za uongo na kubuni simulizi kinzani, vyote vikiingizwa kwa wakati mmoja kwenye mitandao ya kijamii. Lengo halikuwa kuwafanya watu wote waamini kitu kimoja, bali kuhakikisha kwamba hakuna mtu aliye na uhakika kuhusu jambo lolote. Uzi wa pamoja katika visa hivi vyote uko wazi. Katika maabara hii ya kimataifa, demokrasia haiongozwi na mazungumzo baina ya watu, bali kwa kuchochea hisia za giza. Ufichuaji wa Wiley ulianika jambo ambalo serikali nyingi zilipendelea lipuuzwe na kufumbiwa macho. Ingawa ufichuaji huu ulikuwa sababu ya kufungwa Cambridge Analytica na ACL, lakini data na algoriti zake bado zipo na zinaweza kutumiwa vibaya. Faili hili linaonyesha kwamba data inaweza kuwa upanga wenye ncha mbili. Inaweza kutengeneza dunia au kuiharibu na kuisambaratisha.